nchi yetu ungana na jumuiya za kimataifa katika kuadhimisha siku ya mazingira duniani. Maadhimisho ya siku hii adhimu yaliasisiwa jijini Stockholm, Sweden tarehe 5 Juni mwaka 72 wakati wa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira na maendeleo ya binadamu. Lengo la maadhimisho haya ni kuelimisha na kuhimiza jumuiya za kimataifa kushiriki katika shughuli za kuhifadhi na usimamizi wa mazingira, kuchukua hatua za makusudi kukabiliana na changamoto za uharibifu wa mazingira, pamoja na kuhimiza matumizi endelevu ya rasilimali za mazingira duniani kwa ajili ya vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Katika kuadhimisha siku hii muhimu, tumepanga shughuli mbalimbali za kielelezo, ambapo kwa niaba ya ofisi ya Makamu wa Rais napenda kualika wadau wote na wananchi kwa ujumla kushiriki kikamilifu katika shughuli hizo, shughuli ambazo zimepangwa kufanyika kuelekea maadhimisho ni kama zifuatazo: moja, utoaji wa elimu kwa umma kuhusu masuala mbalimbali ya uhifadhi wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kuanzia leo tarehe 11 mwezi wa Mei hadi Juni ya tarehe 5 mwaka 2025. Namba 2, ushiriki wa viongozi na wananchi katika shughuli za kielelezo za upandaji miti na usafi wa mazingira katika majiji nchini: Arusha, Dar es Salaam, Dodoma, Mbeya, Mwanza na Tanga. Na shughuli hizo zitaanza kufanyika kuanzia leo tarehe 11 Mei hadi tarehe 5 Juni mwaka 2026. Namba 3, upandaji miti katika eneo la bwawa la Kidete, wilaya ya Kilosa, ambao upandaji miti huu utafanyika siku tarehe 15 Mei mwaka 2026. Siku chache zijazo, nchi yetu itaanza rasmi utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050 na mpango wa muda mrefu wa utekelezaji wa dira LTPP 2025 to 2050. Aidha, Dira 2050 imetambua na kuweka mikakati madhubuti ya hifadhi na usimamizi wa mazingira kupitia nguzo ya 3 inayohusu hifadhi wa mazingira na usimamizi wa mabadiliko ya tabia nchi, ambayo inalenga kufikia 2050 Tanzania iwe miongoni mwa nchi vinara wa utunzaji na hifadhi wa mazingira. Kwa kutumia jukwaa la siku hii ya kielelezo cha mazingira ya dunia, natoa rai kwa wananchi wenzangu kuongeza kasi ya kuhifadhi mazingira kwa kutekeleza shughuli mbalimbali kama vile upandaji na utunzaji wa miti, kuongeza kasi katika matumizi ya nishati safi na kupikia, matumizi bora ya ardhi kwa shughuli mbalimbali za uzalishaji, pamoja na kuongeza kasi ya utoaji wa elimu ya mazingira kwa umma. Vile vile kuzingatia kanuni ya usimamizi wa mazingira za kupiga marufuku mifuko ya plastiki, kuhusu kuzuia uingizaji nchini, usafirishaji nje ya nchi, uzalishaji na uuzaji na usambazaji, hifadhi ya matumizi ya mifuko ya plastiki. Serikali inaendelea kujipanga kuhakikisha inadhibiti uzagaaji wa mifuko ya plastiki nchini kwa hatua ambazo zitaleta ufumbuzi wa kudumu, ambazo zitaipa mamlaka yetu ya NEMC uwezo wa kuweza kusimamia wale wote ambao bado wameendelea kukiuka sheria hizo. Kipindi hicho ambacho tunaendelea na mikakati hiyo, tutaendelea na jitihada zetu katika mazingira haya tulionayo sasa hivi ya sheria hizi tulizonazo, ya NEMC hii iliyopo, kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwatafuta na kuwachukua hatua wale wote ambao wanaendelea kukiuka sheria hii. Hivyo niendelee kutoa wito kwa wananchi kuepuka matumizi ya mifuko ya plastiki ambayo inachafua mazingira. Katazo la serikali liko pale pale, na kama kuna mtu yote bado anakinzana au anakiuka utekelezaji wa sheria hiyo, hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Na tutaendeleza kufanya msako mkali kwa watu wote ambao wameendelea kupingana na sheria hizo zilizowekwa halali za nchi,
utaratibu wetu wa kazi tuliojipangia katika ofisi ya makamu wa rais, tusingependelea kufanya mambo kwa utaratibu wa zimamoto, na ndio maana tunataka tukipata ufumbuzi huu ni ufumbuzi wa kudumu na endelevu, na ndio maana nikaeleza mikakati, nikaeleza na mipango ambayo tumejipangia, lakini haina maana kwamba tuko likizo. Haina maana hiyo, hatupo likizo. Nimeona tumie fursa hii ya majukwaa hili kuendelea kusisitiza juu ya hilo jambo, kwa baada ya katazo la serikali liko pale pale na tuendelea kusimamia. Ni imani yangu kwamba tutakapokuwa tumemaliza kuyarekebisha yote ambayo nimeyazungumza, tutakwenda vizuri zaidi. Lakini kwa sasa, kwa mazingira tuliyopo, tunaendelea kuchukua hatua. Hilo ndio nalisisitiza.